الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن شاء الله tunaendelea na sura Qaf kuanzia aya 15. Ayat zinasema: A'udhu billahi minash shaitani rajim. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم. آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. baada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha kuelezea kuhusu binadamu na kupinga kwake tokea mwanzo za ayati, Mwenyezi Mungu akajaribu kumuonesha utukufu wake wa adhamatullah Allah wa qudrati katika kauniyat, mambo ya kaun, katika mambo ya ulimwengu, katika universe. Sasa hivi anakuja kumuelezea kuhusu yeye binadamu, nafsi yake, kwamba sikushindwa kukuumba mwanzo hata nikashindwa kukurejesha tena. Afa'ina bil khalq al awwal, nilichoka nikapata tabu nikashindwa nikababaika katika kukuumba mara mwanzo. Mnababaika bure. Bal hum fi labsin min khalqin jadid, wamo katika shaka kwamba kutofunguliwa tena. Baada kutoka kwenye kauniyat anaingia katika insani mwenyewe, katika binadamu na kuumbwa kwake. Kwa hivyo inageuza maelezo ya nini, yanaondoka katika masala ya kaun na miti na vitu vilivyomzunguka katika mazingira ya binadamu, watizame uwezo wa Mwenyezi Mungu katika mambo anayoona mbele yake. Tafsira wa dhikra likuli abdi munib, ni ukumbusho, ni rejesho, anarejeshwa binadamu kwa yule anayetaka kurudi kwa Mola wake. Sasa hivi anaingia katika masala ya nafsi yake binadamu, kama ilivyokuja kwa challenge wana sayansi wote mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu ameahidi kutokana na Qur'ani hii, sanurihim, tutaonesha, sanurihim ayatina, tutaonesha aya zetu, sanurihim ayatina fil afaq, katika upeo wa macho yao. Ufuq tunasema ndio ule ufukwe kwa Kiswahili, au horizon. Fil afaq, katika above all horizons, yani watizame upeo wa macho yao, kwa macho yao hivi, kwa macho yao ya telescope yao, kwa kila kitu watizame sanurihim, tutaonesha tena. Hajarudia sanurikum, tutangwenyewe mloamini, haona upinga. Sanurihim ayatuna fil afaqi, katika ulimwengu wote, wa fi anfusihim, na katika nafsi zao. Umetoka mbali kisha kaja karibu kabisa na katika nafsi zao. Hata yatabayana lahum annahu alhaq, bainika kama ni haki. Sasa hivi Mwenyezi Mungu anaelezea ashatoka katika kauniyat, sasa hivi anaingia katika insan. Anasema afa'ina bil khalqi awwal bal hum fi labsi min khalqin jadid wa laqad khalaqna al insana, na bila shaka na kwa hakika tumemuumba binadamu. Wa na'lamu, na tunajua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, tunajua nini? Yale yanompitikia katika nafsi yake. Alwaswasa, maneno hii yani khawatir an-nafs, wanasema yale yanompitikia katika nafsi yake, zile fikra zinazokuja tu binadamu anaweza kukaa dakika 10 akapata fikra zaidi ya 100, akaeleza mawili au matatu, mengine anaona haya puzi, ana maana kusema yalikuwa muhimu, yanastahili kupewa watu wengine, anayatoa. Lakini mengi katika khawatir zake
Sheikh Sharawi katika tafsiri yake ameita khawatiru al-imaniya, yale yanomjia yeye yanompitikia, yale ambayo anayafahamu kutokana na hizi aya, kwa sababu kila mtu ana ufahamu wake katika kujua mambo ya Mwenyezi Mungu katika ayati hizi. Kila mtu mwenye elimu yake anaweza kueleza kwa kadri ya elimu yake. Mambo yanayohusu mambo ya daktari, mambo ya sayansi, wana sayansi wanaweza kuelezea uzuri zaidi kuliko mtu wa desturi. Na mainjinia, mambo yanayohusu mambo ya engineering, mambo ya physics wanaweza kuelezea uzuri zaidi. Watu wa ilmu al-bihar, wa bahari, watu wa marine biology wanaweza kuelezea mambo mengi ya zaidi, na kila alim anaweza kuelezea upande wake. Na Qur'ani imekusanya maulama wote kwa ayati mbalimbali. Na hapa Mwenyezi Mungu anatuambia namna gani binadamu hata ile waswasa nafsi, ile nafsi inamwambia yale katika nafsi yake yakatoka akampelekea kwenye akili yake na kumwambia hichi na hichi na hichi. Yale hataja mtu kuyazungumza, Mwenyezi Mungu anajua yote, bali anajua hapo kuja kuyazungumza hata kesho, si fi mustakbal yani. Kwa hivyo ikiwa hajatoka nje kabisa, yako katika nafsi yake, baina ya nafsi yake na akili yake tu zinazunguka, na pia na habari kwenye moyo, nafsi inapeleka kwenye akili, bado habari ziko humo, bado hazijatoka nje. Mwenyezi Mungu anasema na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Halafu tazama connection baina hiyo, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Subhanallah, tazama maana ya manake jinsi, kwa sababu yeye ndo aliumba nafsi zetu. Mwenyezi Mungu anazijua vizuri. Yani waswasa hii kutoka baina akili na moyo, moyo unaipa habari, akili inazungumza baina yao, halafu kutoa kauli haijatoka mdomoni mpaka ina, kwa nini ishateli katika nafsi yake, ishabelieve, ishakubali, ndio hapo nasema. Lakini la, hablul warid ni mishipa ya kupitishia nini, ya kupitishia hewa, mishipa shingoni mwake. Na kuna kama ilivyozuka katika al-watin, walau taqawwal alaina ba'd al-aqawil katika sura al-haq la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kule imekuja kauli al-watin imetumika, au sio? Na hapa imetumika nini? hablul warid. Sawa. Al-watin ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قول الوتين mishipa ya moyo yenye kupeleka damu na kutoa, aorta ambayo naita aorta. Mishipa hii tukikata minake unazuia damu isipite katika moyo, na ilivyokuwa moyo ndio pahala pakubwa pa nini, penye kuingia imani au kuingia kiza. Ina mala ta'amal absar, sio macho yenye kupofoka yakaingia kiza. Ina mala ta'amal absar walakin ta'amal qulub allati fi as-sudur, nyoyo ambazo zilizokuwa katika vifuani mwetu. Kwa hivyo hapa ikiwa angelikuwa ametakawal na kusema maneno ambayo sio nilomteremshia mimi Muhammad, basi la akhadna minhu bil yamin, tungelimkamata kwa mkono wa kuume, thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tungelimkata mishipa yake nini mikubwa ya moyo ya kupelekea damu, ikawa hawezi tena damu kupeleka kwenye moyo ukapiga tukamondoa duniani. Na hapa hablul warid ni ya kupitia hewa, na baina moyo. Tazama alaka baina nini, baina hii wa nahnu aqrabu ilayhi min habli alwarid. Hablul warid ni mishipa ya kupitishia hewa. Zote mbili hizi ziko karibu na binadamu, bali karibu na moyo wake binadamu, bali karibu kuliko hao watu waliomzunguka nje. Na hapa ndio tunaona maana kwamba Mwenyezi Mungu anaposema tunajua yale ambayo yanompitikia tu katika akili yake, zile fikra, zile imagination anayotakhayal katika mwenye yake, tunajua yote haya. Na hii ni habari kubwa, hii falsafa kubwa sana. Maneno sio yote anasema ila Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala.
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Na hii dalili kwamba Mwenyezi Mungu anaposema binadamu akafikiria jambo basi kishalijua, bali habari zinamfika kwake zaidi kuliko yeyote mwingine. إذا كان الله يعلم الوسوسة كلها، Mwenyezi Mungu anajua yote yanampitia binadamu. Kwa hivyo yeye ni Allamul Ghuyub, mwenye kujua kila kitu. Na ndio kwa maana sura zilizopita katika sura Hujurat na sura Fath, Mwenyezi Mungu anamfunulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tazama wanafiki wanafikiria nini, tazama wanafiki wanasema nini, wanakudanganya kwa hapa, kumbe huko waongo, hawajakusudia imani bali nifaq tu, wanadhihirisha imani yao. Subhanaka ya Rabb. Wa nahnu aqrab ilayhi min hablil warid. Kadhalika katika sura al-Qiyama imetumika wakati roho inapotaka kutoka katika binadamu. Mwenyezi Mungu amesema hata idha balaghat at-taraqiya wa qila man raq, hata roho inapofika katika mishipa ya karibu na shingo, yani kwamba roho inataka kutoka na mtu anataka kufa. Waqila man, patasemwa nani raq, nani mponeshaji kuweza kuja kumponesha. Wadhanna annahu alfiraq, akajua kwamba hapa ni kufariki dunia. Naam. Kwa hivyo aya 15 ya 16, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tuko karibu naye kuliko hata mishipa ya shingo yake. Kadhalika tunapokwenda katika surati al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Falawla idha balaghatil hulqum, falawla idha balaghatil hulqum, idha balaghatil hulqum, pale ambapo roho itakapofika. Al-hulqum ni koo, itapofika kooni. Wa antum hinaidhin tanzurun, yani mtu karibu anataka kutoka roho na kufariki. Wa antum, na nyinyi, hinaidhin, wakati huo, tanzurun, na kama mnatazama, hamjui nini mfanye. Huyu mtu anatotoka sasa hivi taabani, kisha badilika kabisa. Wa antum hinaidhin tanzurun, wa antum hinaidhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi. Kwa hivyo hapa imetumika neno al-hulqum, hata idha balaghat al-hulqum, roho itakapofika kwenye koo. Wa antum hinaidhin, na wakati huo, tanzurun, mnatazama tu, hamjui mfanye nini. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, tazama qurbatullah li nafsi al-insan, vipi ukaribu wa Mwenyezi Mungu, sio dhati ya Mwenyezi Mungu, lakini ilmu yake na ujuzi wake na kudra yake na amri yake anopitisha na hukumu yake. Naam, hapo ndio tunakusudia nahnu aqrabu ilayhi minkum, tuko karibu zaidi na yeye kuliko nyinyi. Walakin la tubsirun, nyote hamuoni chochote, hamjui chochote. Mwenyezi Mungu anapitisha amri zake, anatuma malaika wake pale wakuja kumtoa roho, na nyinyi mnakaa mlizama tu, hamna la kulifanya, hamjui nini mfanye. Subhanaka ya Rabb. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Na sisi tuko karibu naye zaidi kuliko hata mishipa ya shingo yenye kupita hewa, ambayo kama itakatwa hii basi maisha yanamalizika. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان، هي يكون سابا إذ وكاتي يتلقى المتلقيان، يعني وويلي ونتاجوا hapa. إذ يتلقى المتلقيان، wanapopokea wale wapokeaji wawili. عن اليمين وعن الشمال قعيد،
mmoja yuko kulia, anayekaa kuliani na anayekaa kushotoni. Hapa lau ungelitaka ukamilifu wa maneno hasa ili ufahamu zaidi, itakuwa hivi: yatalaqa almutalaqiyani anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id. Lakini qa'id moja kwa zote mbili. Yatalaqa almutalaqiyani, nini maana yake yatalaqa? Talaqi yani kupokea. Almutalaqiyani ni wawili watajwa, alifu hii lilmuthanna wawili. Wanapokea nani? Hawa ni malaika ambao walomganda binadamu. Malaika hawa Mwenyezi Mungu anawatuma na kuwapa kazi hii, kwamba kazi yao kutazama amali za huyu binadamu. Na kaul qa'id, kwamba huyu binadamu amekaliwa na malaika wawili hawa, mmoja amemkalia kuumeni na mmoja kushotoni. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعد ومكاء أو ونزق ونين مقعد من يكوكا. نهي منكنين قعيد يعني كوكا، بل أمكا ملازم له full time yuko kwake, na haondoki kabisa, wanasubiri amali yoyote au kauli yoyote inayosemwa apate kuandika. Ikiwa ya kheri aliyamini anaandika wa kulia, ikiwa ya shari wa kushoto anaandika. Na ikiwa maana yake almutalaqiyani, hao wenye yatalaka yani wanapokea, kila mmoja anapokea. Kilikuwa jema kinakwenda kwa mwenye wa kulia, kilikuwa baya linakwenda kwa wa kushoto, wanaandika. Wanaondoka kwa Mwenyezi Mungu wakiwa wamepewa vitabu vyao. Wanapobalighi mtu, vitabu vyao vimeshapigwa khatma, mihuri, kwamba chukua hii andike, kisende kwa mtu mwingine, kiwe cha mtu huyo tu, ya mambo yake mema yote upande huu na yule mambo yake maovu yote andiko upande wa pili. Halafu hapa aya inasema nini? Hawa malaika wawili, idha talaqa mutaqiyan ala yamin wa shimal, ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu min qawlin, hatoi chochote katika kauli yake, min kutokana na kauli yote, yani hata kauli ndogo kabisa, hata ile si kauli ndogo kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu asema wala taqul lahum uff, usiambie wazee wako kama mwana na wewe usikutuma mzee wewe, shachoka sasa. Hasemi yote maana na wewe usikutuma, anasema ishatosha kuonesha kwamba umekereka na mzee wako. Wala na Mwenyezi Mungu asema wala taqul lahum, sio kwamba kutukana kwa sentence nzima, hata neno dogo la harfu mbili wala tanharhuma, wala sakaribia. Ishara tu kutunisha uso na kumtolea macho mzee wako. Kwa pengine wanatukana wazee wao, na astaghfirullah, na pepo yake anayefunga mlango mwenyewe mtu pepo yake. Kwa hivyo nini maana yake ma yalfidh? Ma ile lafzi ni lenye asili yake nini? Ya lafzi ma yalfidhu min qawlin, hatamki neno. Na asli ya neno yalfidh الانسان يلفظ الانسان الطعام, kile unapotema chakula umeona na kichungu au pilipili au mwiba au nini, mfupa au nini, unalitema. Ile lafzi manake unakitapika, unakitema. Ile lafzi taam almurr min famihi, anatoa kichungu cho katema, kaonja papa, katuma kaitema mbio mbio. Ile manake nini? Lafzi manake bimaana yaqdhif, ana toa kwa nguvu. Hii manake lafzi. Na kwa wazungu wasema to discharge, to eject, kutoa, to spit, kutema, to throw out kinachotoka mdomoni, lafzi. Kwa hivyo imetumika kwa kilugha, tutasema lafzi manake pronunciation, to pronounce, asio lafzi yalfidh. Kwa hivyo ma yalfidhu, na hii dalili ya kuonesha tu kwamba maneno yanayotoka mdomoni yawe maneno mazuri. Kama umeyatema maneno yakawa mabaya, basi ujue yanaandikwa katika amali zako mbaya. Ma yalfidhu min qawlin, hatamki, tuchukue simple maana definition, hatamki chochote anachotamka ila isipokuwa ladaihi,
wako kwake raqibun atid, wako raqib atid. Na hapa ndio tunasema kama kwamba alqawl almalfudh, ile kauli ambayo ilotamkwa kulama kana afdal, basi inakuwa kama kauli inakuwa nzuri, kilichokuwa chakula kizuri na kimeza, kilichokuwa kibao na kile kilichokuwa kibao na kitoa. Kwa hiyo unapotoa ile kauli mbaya imekuwa kama umetoa akil fasid, chakula ambacho si kizuri na kitema. Kwa hiyo lafzi yako min qawlin khassa iko inakusudia kwamba ikiwa jema ikiwa baya, madha limetoka mdomoni, ujue kwamba likitoka uzuri kwa kusudia khairi, basi thawabu zake zitawekewa tu. Chochote unachokisema, kila neno unalosema wewe, basi ujue kinapokewa ladaihi raqibun atid. Raqib, muraqaba maana nini? Muraqaba maana uchunguzi. Riqaba, kuchunguza kwa zana zozote. Ukiwa nazo, ikiwa CCTV hizo wanaziita sio kamera ambayo inapiga katika muraqaba. Muraqaba maana nini? Kuchunguza kwa kila aina uchunguzi. Mwenyezi Mungu kaweka malaika kazi yao kuchunguza kila amali na kila lafzi. Kinachopita katika moyoni mwako madhara hujakitamka, umekizuia, umepona hapo. Kwa sababu wale hawakijui unachopita katika yake. Wanajua unachokisema, kitendo unachokifanya, kauli unosema. Yani upita katika moyoni, yale tunamwachia mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake ataamua nini. Kwa sababu aliposema kabla kwamba ili upande wangu mie kabla sijatoa malaika wangu haya hawajui. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu. Ma tuwaswisu bi nafsuhu na'lamu, nahnu na'lamu. Kwa hivyo kuna mengine anayahukumia Mwenyezi Mungu. Mengi yanayosemwa au kutendwa na binadamu yanaandikwa kwenye vitabu, inakuwa ushahidi kwamba haya umeyafanya na malaika wangu wameandika. Ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun. Raqibun mgojeaji, mgojeaji tayari anasema. Mchunguzi atid na mwenye kungojea. Ibn Uthaymeen kasema raqib muraqib laylan wa nahara, mwenye kuchunguza usiku na mchana. La yanfaku anhu, hamwachi kabisa yuko pamoja naye. Atid, atid maana yake qa'idun mutarassid, maana zote pamoja karibu maana. Yuko katika irsad, katika uchunguzi, surveillance anasema mutaraqib, mutarassid, hadir, la yaghib, haondoki kabisa. Kwa hivyo hawa hal moja jina lake raqib, moja jina lake atid, ni kauli ambayo sio uzito wote unaye raqib na atid wewe, bali kila mmoja katika hawa ni raqib na kila mmoja katika ni atid. Huyu raqib atid na huyu raqib atid, yani hizo ndizo kazi zao walizopewa. Kazi zao za kutekeleza ni riqaba na itada, yani raqib wa atid. Amekaa mulazimun li hadha ar-rajul hadirun, wote wawili wako kwa mtu huyu wakiandika. Basi alikuwa kulia anaandika ya mema na alikuwa kushoto anaandika nini? Anaandika ile maovu yake. Kwa hivyo taban katika ziko hadithi ambazo Mwenyezi Mungu katika aya anaeleza navojua ni kwamba malaika hawa wawili, katika wawili bosi wao yule mwenye kuandika wa kuumeni ndio bosi mkuu. Yeye ndio mwenye kuandika chochote kilichokuwa nini, kilichokuwa cha kheri. Kinapokuwa kuna jambo ambalo la shari, kasema yule wa kushoto kabla hajaandika anambia la, mwachie, mpe muda kwanza, mpe saati kabla hajapandishwa amali, mpe muda asa huenda kastaghfir, huenda akamsabih Mwenyezi Mungu ikafuta lile kosa alilofanya. Utakuta hadithi imeshuka kutoka kwa Imam Bukhari na Muslim, kutoka Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam qala yaqulu Allah, Mwenyezi Mungu anasema idha arada abdi an ya'mal sayyi'a, mja wangu akitaka kufanya ovu,
fala taktubuha alayhi hatta ya'maluha, mpaka hata ya'malaha, msiandike mpaka akifanye, sikatamka mpaka atapokifanya kitendo kile. Fa in amilaha faktubuha bimithliha, akikifanya muandikie uovu kwa mara moja. Wa in tarakaha min ajli, na akiwacha kile kitendo kibaya akakiwacha kwa ajili yangu mie, kaogopa kufanya, faktubuha lahu hasana, muandikie ni jema moja. Wa idha arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha, akitaka kufanya jema lakini asifanye, faktubuha lahu hasana, sio fa in amilaha, akilifanya jambo lile jema, faktubu lahu bi'ashri amthaliha, jambo jema muandikieni hasana 10 ila 700 dhif, mpaka 700 dhif. Subhanallah. Na ziko hadithi nyingi zenye kuelezea kwamba nini mtu anapewa muda kwanza yale maovu anayosema au anatenda, anapewa muda wa nini, kustaghfiru na kufutiwa yale aliyosema. Na mambo haya yanaendelea. Hawa malaika malaika wawili anaendelea mpaka huyu mtu anakufa. Sasa malaika wanafanya nini baada ya kufa? Inasemekana yuqal kwamba malaika wanapotaka kurudi kwa muda wao, huyu mtu ndio kishafariki, kisha na mtu mwema mengi kafanya kheri, Mwenyezi Mungu anaambia huku msije kwanza, huku juu kumejaa malaika tele, sasa tukae katika ardhi yako, la ardhi wako waja wangu tele wamejaa, sasa tufanye kambi, nenda kuna ala kabri abdi, bado kazi yenu haijesha, kaeni katika kabri lake mja wangu, kaeni yote katika kabri ya abdi, fasabbihani wa halilani wa kabbirani, mleteni ili mchumieni zaidi tasbih na takbira na la ilaha illa Allah, waktuba dhalika fi sahifati, muandike katika sahifa yake, muongezeni. Kaondoka mtu mwema, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake zaidi, bado kaeni na nyie pia muongezee huyu mtu thawabu zake. Waktub dhalika fi sahifati abdi, fa idha jaa yawmul ba'th, siku tutakuja siku kufufuliwa kwangu, watakuja malaika wawili, watamwekea shingoni mwake vitabu vyake, mambo haya, nenda ukakabidhi mambo haya. Fa yuqalu lahu iqra kitabaka, soma kitabu chako, kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Naam. Kwa hivyo binadamu, hii ndio trip yake ya ulimwenguni. Katika kila dakika, kila lahadha anakumbushwa kwamba uko katika kuchunguzwa, kila unalofanya, kila unalosema, kila unalotenda, hata inapofika siku ya siku. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. halafu hapo huja سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، na itapomjia yule mtu wakati wa kutoka roho kwa haki. Dhalika ma kunta minhu tahid, hayo ndio mlikuwa mkiyakimbia. Wajaat sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Uchungu wa kutoka roho, sakratul maut ni uchungu, shida wa ghumma. Ile shida inapokuja kutoka roho, unasemekana kutoka kwa roho shida yake kuliko hata dharabati siyuf, kupigwa na mapanga, au kuliko qaradh al-maqaridh, kupigwa na mayundo, kupigwa vichwani, basi ngumu sana. Wajaat sakratul maut, sakra bimaana ule uchungu wenyewe, shida nini, khuruji ruh, kutoka roho, bilhaq, بأمر الحق، بالأمر الحق ni amri ya haki ambayo Mwenyezi Mungu ameshaipitisha, au bilwa'd alhaq ni ahadi ya Mwenyezi Mungu anaitekeleza kwa kila mtu inapofika wakati wake.
وجاءت سكرة الموت بالحق بحق kwamba intiqalu almayit anatoka maiti huyu kutoka nyumba hii kwenda dar alhaq kaburi alafu tena ila Allah na hii وجاءت سكرة الموت بالحق بالموت وقيل اسمها بالحق بمعنى الموت والموت حق وجاءت سكرة الموت وهو حق لازم يجي kwa kila mtu na kwa hivyo unakuja hizo zote tafsiri zimeletwa nini hakuna pa kumkimbia وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك jambo hilo ما كنت منه تحيد قول التحيد manake kukimbia ذلك ما كنت منه تحيد حاد مال تنحى فر تهرب تبعد yote maana nini tahid majaribu kwa kimbia na ile dalili kwa mtu yote akifikiria mauti mimi sasa kifa kitu unabadilisha utafuta yale mambo ya kukufurahisha katika maisha yako fikra zote unaziondoa unazileta fikra nzuri hutaki kuona kwa sababu kila mtu anakimbia hal makafiri tu wanasema au watu wema wote kama wote kwa pamoja hataki kushikia jambo hilo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aksiru fi dhikri hadim alladhat kisirisheni katika kukumbuka na kutaja yenye vunjayo matamanio yote hadim yanavunja alladhat matamanio yote mazuri yote unayopenda duniani yale nyumba nzuri starehe hizi na hizi magari mazuri inavunja kila kitu hakina maana hakina faida yote wakati huo hakina faida naam binadamu jeuri zake zote akishafika pale ndo kafika كما قول حسن البصري وسيدنا علي كيف يتكبر vipi anatakabari binadamu kama kwamba anajibabaisha hataki kukumbuka siku ya kwemo katika kaburi sasa hivi ndio yumo manazikwa sasa hivi huyo mtu mmoja anaelezea tu wengine anaambia kwamba kauli huyu mtu alikuwa kana yatakabaru vipi hatumia akili yake mtu alipokuwa hai man kana yatakabaru awwaluhu nusfa tone tu tone lenyewe lione chafu wa akhiru jifa na mwisho wake uzoga tu kilo na dudu vipi anatakabbar mwanzo wake na mwisho wake huyu ndo binadamu yatakabbar kwa mtakabbar bilana na hali lazima aende ima kunta minhu tahid ulikuwa kikimbia ndo unakwenda ushaifikia aina almafar wapi pa kukimbilia sasa hivi hakuna pa kukimbilia dhalika ma kunta minhu tahid inna lilmayt sakarat naam maiti anapokufa mtu anapokufa maiti ndo kishakufa mtu anapokufa pale inapotoka roho inamfika sakarat ile adhabu ya kutoka roho wala si dalili kwamba mtu akifa mtu muislamu anakufa kwa taratibu na kwa amani kabisa na mtu aliyokuwa si muislamu au mtu aliyokuwa asi sana anateseka katika kutoka roho wallahi inaweza kuwa hivi na hivi kwa sababu nimepokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa alikuwa jasho jembamba linamtoka kulikuwa na chombo pale akichukua maji anajimiminia kwa jinsi jasho lilovomzidi jasho inazidi anachukua kunaita riko anaita chombo ina fiha mai alikuwa akichukua na huko anasema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ala inna lilmauti sakarat hakika mauti yana machungu yake la lilmauti sakarat alafu anaomba kwa Mwenyezi Mungu Allahumma hawwin alayya sakaratil maut wengine hawajadhukuru hii lakini wengine wasema kwamba alikuwa akasema bi Allahumma hawwin alayya ifanye iwe nyepesi sakaratil maut Allahumma hawwin alayya sakaratil maut kwa hivyo akawa anasema na huko anyosha mkono fi rafiqil a'la kwa Mwenyezi Mungu hata qubid ikatoka roho yake mkono ukaanguka akafa subhanaka kwa hivyo kutoka kwa roho kwa taratibu au kwa nguvu sio sababu kwamba mtu huyu alikuwa mtu mwema au mtu mbaya hata wengine wanasema kufa mtu msikitini au anasoma Qur'ani au nini si sababu kwamba wewe mtu mwema inaweza kuwa pia si sababu amali zake naam sababu ni amali zake sio mtu kuamua tu Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua ukweli wa kila mtu huyu anakwenda peponi huyu anakwenda motoni hii katika specialization yake mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatupa maneno haya, ikawa naambiwa hawa makafiri wanopinga kufufuliwa, lakini pia kwa kila muumini anaposoma maneno hayo awe anazingatia kwamba mimi huko ninakokwenda kumbe mambo makubwa. Wajaa sakaratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Halafu kisha anakaa kaburini mwezi, mwaka, karne, qurun, muda unapita mrefu sana. Hapo tena tutasita inshallah kuendelea. Tusimame kwenye sakaratul maut kwanza, aya hii ya 19. Wajaat sakaratul maut bilhaq, na kutoka roho kutakamjia kwa haki. Dhalika ma kunta minhu tahid. Hapo ataambiwa haya ndio ulikuwa ukiyakimbia, basi ameshakufika hapa sasa. وبهذا نكتفي. اللهم ارزقنا حسن الخاتم والقبول. اللهم ارزقنا حسن الخاتم والقبول. هذا جو تسمعه والله أعلم.